Utukufu kwa Yesu. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli ya Saa ya Uamsho Ulimwenguni, ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo mahali popote unanifuatilia. Nikukaribishe tena kwenye chaneli hii ya Saa ya Uamsho Ulimwenguni TV. Kwa neema za Mungu, leo ikiwa ni tarehe 8 mwezi Agosti 2026, Mungu amenipa neema tena ya kuachilia ujumbe unaosema mtu ni ufahamu. Tuliangalia sehemu ya kwanza kama utangulizi, ambapo nilisema kwamba nafsi ya mtu huwakilishwa na ufahamu wake unaodhihirishwa na mawazo. Nafsi ya mtu hutambulishwa au huwakilishwa na ufahamu wake unaodhihirishwa na mawazo. Leo tena kwa neema za Mungu naomba twende kwa pamoja. Kabla hatujaendelea, hebu sema kwa jina la Yesu: Roho Mtakatifu, naomba uniwezeshe kuelewa ujumbe wako sawa sawa na ulivyokusudia. Ameni, imekuwa kwako. Naomba sasa twende kwa pamoja. Kwa kawaida mtu ni kama upepo. Kwa kawaida mtu ni kama upepo kwa sababu mtu ni ufahamu. Kama mtu ni ufahamu unaodhihirishwa na mawazo na fikra, mtu anaweza kuwa sehemu tofauti tofauti kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa hapa na pale, na mtu anaweza kuwa sehemu tofauti tofauti, kwa maana yeye ni kama upepo. Mtu ni kama upepo. Kwa mfano, mimi niko hapa, lakini kwa sababu mimi ni mawazo, mimi ni fikra na mimi ni ufahamu, naweza kusafiri kutokea hapa nikaenda Marekani. Naweza kutoka hapa nikaenda kwenye kijiji nilichozaliwa. Naweza kutoka hapa sasa hivi nikaenda kwenye biashara yangu, nikaenda kwenye kituo ninachofanyia kazi, nikaenda bara moja hata bara jingine, nikaenda mkoa mmoja hata mkoa mwingine, nikaitembelea bahari yote nikaimaliza, nikatembea anga na anga wakati nikiwa hapa. Twende kwa pamoja. Kwa kawaida kila mtu ndani yake kuna ulimwengu. Ndani ya mtu ni papana sana. Ndani ya mtu kunaweza kuwa imo nchi. Ndani ya mtu kunaweza kuwa ni papana kama bahari, ni papana kama bara, ni papana kama anga. Naomba twende kwa pamoja. Ndani ya mtu kimsingi mtu hutambulishwa na ufahamu wake unaodhihirishwa na mawazo na fikra. Yaani katika ulimwengu wa roho, mtu hutambulikana na upana wa hazina yake iliyo ndani yake. Kwa kawaida ndani ya mtu kuna hazina. Ndani ya kila mtu kuna hazina, na hiyo hazina ya mtu inabebwa kwenye ufahamu wa mtu, na hiyo hazina ya mtu inadhihirishwa na kile anachokiwaza mtu na kile anachokifikiria mtu. Yakaparabarabasitiribiribishapa. Hebu sema, ndani yangu kuna nchi. Sema tena, ndani yangu kuna bahari. Sema tena, ndani yangu kuna ulimwengu. Ndani yangu kuna anga. Amen, amen. Naomba tufanye zoezi kidogo. Hebu tafakari ndani yako, anza kutembea tembea. Hebu nenda kwenye kijiji ulichozaliwa, nenda kwenye mkoa ambao uliwahi kufika. Hebu nenda tafakari tu, nenda kwenye bara jingine, nenda kwenye bahari uliwahi kuiona. Nenda tembea tembea. Unayetembea huyo unayewaza uko nyumbani, uko kwenye biashara yako, unawaza pengine uko kanisani, unawaza pengine watoto wako, pengine unawaza ile kazi yako, pengine kile unachokiwaza ndio wewe sasa. Na ule upana wako, ule upana ni mtu, ni ufahamu. Yanda kaparabasitiribiribisha parabaraba. Yanda masutu rakapasiti shandaraba. Hebu twende kwa pamoja sasa. Kwa kawaida ndani ya mtu kuna injini. Kwa kawaida ndani ya mtu kuna injini
inayofunua ulimwengu wake, inayofunua nchi yake, inayofunua tuseme himaya yake, yani anakotembelea, mara tembelea yuko sokoni. Hiyo ni ndani yake sasa kuna engine hiyo. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hiyo kwa kawaida sasa engine ya mtu ni moyo ulioko ndani yake. Kwa kawaida au kimsingi, engine ya mtu inayoongoza maisha yake, inayotengeneza nchi ndani yake, inayotengeneza mazingira fulani ambayo kati ya mtu na mtu yanamtenganisha hayo mazingira. Kila kitu kinachomtenganisha mtu na mtu ni mazingira ambayo yako ndani yake, na hayo mazingira yaliyoko ndani ya mtu yanatengenezwa na ufahamu, ambapo yanadhihirishwa na mawazo na fikra. Amen, amen. Kwa hiyo ndani ya mtu kuna injini, na hiyo injini ni moyo, Kila kitu cha mtu kimebebwa na moyo. Nisikilize, kila kitu cha mtu kimebebwa na moyo. Hazina ya mtu iko ndani ya moyo. Hazina ya kila mtu iko ndani ya moyo wake. Yanda kaparabarabasi tiribiribishapa yiri kapasa tatata. Kimsingi, hazina iliyoko ndani ya moyo ndiyo husukuma matokeo katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa kawaida, kila hazina iliyoko ndani ya moyo wa mtu ndiyo hujalisha matokeo nje ya mtu, au ndiyo husukuma matokeo katika ulimwengu wa mwili. Kwa sababu ni utangulizi, naomba uendelee kunisikiliza. Yakapasatata. Kimsingi, wokovu ni hali ya moyo. Wokovu ni mazingira, ni anga, ni ulimwengu ulioko ndani ya mtu. Twende kwa pamoja. Kwa kawaida, wokovu ni hali ya moyo, ni mazingira yaliyoko ndani ya moyo wa mtu, ni ile himaya ya mtu aliyoitengeneza kwenye moyo wake. Kwa hiyo kuokoka si katika matendo. Kuokoka si katika matendo, bali ni uwezo wa kutengeneza mazingira ya kutulia ndani ya Yesu. Yakaparabarabasitiri ya manduru shandara makapa. Yani kuokoka si kule kwenda kanisani, si kule kutoa sadaka, si kule kufunga na kuomba, si kule kufanya kitu chochote, si katika matendo, bali kuokoka ni uwezo wa kutengeneza himaya ya kiroho, kutengeneza mazingira ndani yako, kutengeneza nchi ndani yako, ambayo hiyo nchi ndani yake Yesu atakaa, ambayo hiyo nchi hiyo nchi ndani yake Yesu atatembea, ambayo hiyo nchi ndani yake Roho Mtakatifu atatembea. Kwa hiyo ni ule utulivu wa ndani unaokufanya wewe utulie ndani ya Yesu. Hirata shanduru kapasa tata. Naomba unisikilize kwa makini. Usafi wa mtu au uovu wa mtu umebebwa na kudhihirishwa katika mambo matano. Yani usafi wa mtu, wokovu wa mtu, utakatifu wa mtu umebebwa na kudhihirishwa kwenye mambo matano. Yani tunapofanya kazi zote, tunapotoa sadaka, tunapofunga, tunapoenda katika kumwabudu Mungu, lakini mambo yote sasa katika ulimwengu wa roho sasa hauangalii matendo tunayofanya katika mwili, bali unaangalia ile hali ambayo inakuwa ndani ya moyo wa mtu, ambayo inakuwa ndani ya ufahamu wa mtu, ndani ya moyo wa mtu,
na hiyo hali inadhihirishwa na ufahamu, inatambulishwa na ufahamu wa mtu na kudhihirishwa na mawazo na fikira na nia na dhamira. Yanda mashiki pi ramasutu rapa. Sijui kama anaeleweka. Hebu niomba niyataje sasa haya mambo matano ambayo yanatengeneza hali ya mtu na yanajalisha sana usafi wa mtu au uchafu wa mtu. Hirakapasatata. Kitu cha kwanza ni moyo. Kitu cha pili ni ufahamu. Kitu cha tatu ni akili. Kitu cha nne ni mawazo, na kitu cha tano ni fikira. Katika mambo haya yote matano ndiyo yanamtambulisha mtu mbele za Mungu kwamba mtu huyu ni mtu aliyezaliwa mara ya pili ama ni mtu muovu. Yandu kushandara masiki piriama rapu sata. Fungua Misali sura ya 4. Misali sura ya 4 mstari wa 23. Misali sura ya 4, kabla tujaendelea tusome kidogo hapo. Misali sura ya 4 mstari wa 23. Neno la Mungu linasema hivi: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Kuliko yote uyalindayo. Linda moyo wako kuliko unavyolinda watoto. Linda moyo wako kuliko unavyolinda biashara yako. Linda moyo wako kuliko unavyolinda kazi, kuliko wanavyolinda maraisi, kuliko wanavyolinda nchi. Linda tu moyo wako, ndiko kule zitokako chemichemi za uzima. Basi moyo ni nini basi? Yanda kaparabasitiri mishandaraba. Yanda kaparabasitiri bilibisha parabaraba. Hebu fungua tena Mathayo sura ya 5 na ule mstari wa 8. Mathayo sura ya 5 mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Naomba tutafakari pamoja. Neno la Mungu limesema hivi: linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Na pia katika Mathayo neno la Mungu limesema hivi: heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo kumbe kumwona Mungu si jambo rahisi. Kumwona Mungu haitokani na kutoa sadaka. Kumwona Mungu haitokani na kuimba. Kumwona Mungu haitokani na kuhubiri. Kumwona Mungu haitokani kuwa na umaarufu, kuwa na kazi nzuri, ila tu kumwona Mungu kunatokana na kuwa na moyo safi. Ya mashaka parabasiti. Na bila kujifunza ni kwa namna gani mtu anaweza katambua kwamba ana moyo safi ama ana moyo mchafu, anaweza tu akaenda tu huku akijua atamwona Mungu, kumbe basi hana moyo safi. Hebu naomba kabla hatujaendelea sana kuchambua na kutafakari hayo maneno ya Mungu yenye uzima, tufungue Mwanzo sura ya 6 na ule mstari nafikiri ni mstari wa 5. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema: Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote.
naomba sasa nielezee tu kwa kidogo sana, tujaribu kutafakari pamoja. Kimsingi nimesema usafi ama uovu ama uchafu wa mtu umebebwa na kudhihirishwa kwenye mambo matano. Nikasema jambo la kwanza ni moyo, na jambo la pili ni ufahamu, na jambo la tatu ni akili, jambo la nne ni mawazo, na jambo la tano ni fikra. Kwa kawaida ndani ya mtu haya mambo yamo ndani ya mtu, na haya mambo ndani ya mtu ni siri yalionayo mtu. Katika mambo haya matano, mtu pekee au kitu pekee cha kuitambua hiyo siri ni Mungu. Ila mimi siwezi kuona ulimwengu ulioko ndani yako. Mimi siwezi kuona mazingira au nchi au himaya iliyoko ndani ya mtu. Kabla tujaendelea sana sasa, Mungu huwa hamwangalii mtu mwili. Mungu huwa anamwangalia mtu moyo. Na uovu ambao Mungu huwa anauchukia na Mungu ambao huwa anauchunguza si ule uovu ulio katika matendo, yani sio ule matokeo. Mungu huwa anaangalia tuseme moyo wa mtu, na moyo wa mtu hudhihirishwa, utambulishwa na ufahamu, na ufahamu wa mtu hudhihirishwa na mawazo na fikra, nia na dhamira. Naomba unisikilize sasa kwa makini sana, twende pole pole. Basi moyo ni nini? Moyo ni nini? Kama Mungu tu alichungulia akaona kwamba kila kusudi, kila ulimwengu aliotengeneza wanadamu ndani yao ni ulimwengu mchafu, ni ulimwengu mbaya ambao siwezi kuruhusu kaendelea, na Mungu akaamua kuwateketeza wanadamu wote, eti kisa tu kila kusudi, kila mazingira ambayo yalikuwa ndani ya moyo wa mtu yalikuwa ni machafu tu, yalikuwa ni maovu tu. Kila alichokuwa akikusudia mtu ndani yake kilikuwa ni kiovu tu, akaamua Mungu kuteketeza ulimwengu. Nataka sisi tujifunze sasa ili tupate jambo la kutenda, na tuweze sasa kuanza kuimprove, na tuweze kupata maarifa, na tuweze kutembea na Mungu. Moyo ni nini basi? Moyo ni uhai. Moyo ni uhai, na uhai ni nafsi. Kwa hiyo nafsi ni mtafsiri. Nafsi ni mtu, ni daraja linalosimama kutafsiri. Na kama nafsi ni roho ya uhai inayo tafsiri ndani ya mtu, ina maana nafsi inaongea. Yaani kama nafsi ni uhai au nafsi ni roho ya uhai inayosimama kama daraja ndani ya mtu ili kutafsiri, maana yake kwamba nafsi inaongea, nafsi inaona, nafsi inasikia, na nafsi inaweza kutenda kila kitu kama mtu wa nje. Yanda mashika pala basata rakapa siti. Tunaposemea sasa, kumbe moyo ni nafsi ya mtu. Moyo ni nafsi ya mtu iliyobeba vitu vingi sana, na kama nikianza kueleza kitu kimoja kimoja siwezi nikamaliza. Yaani tumesema moyo ndio injini inayoongoza maisha ya mtu, na tumesema kila hazina alionayo mtu, aidha ni njema au mbaya, imebebwa kwenye moyo wa mtu. Na nikakwambia kwamba nafsi ni roho ya uhai inayosimama kutafsiri mambo kati ya mwili na roho. Yanda kaparabasetiri yarabashapa. Kwa hiyo turejee sasa kwenye vile vitu vinne vinavyowakilisha usafi wa mtu ama uovu wa mtu. Kwa hiyo sasa moyo ni mpana sana. Yaani moyo au nafsi ya mtu ni pana sana, haishikiki na huwezi kuitambua bila kudhihirishwa au bila kubebwa na ufahamu, ukadhihirishwa na mawazo
na akili na fikra. Yanda kapara basetirire shapala masutu ratu shandara makapari ya mandu sipi. Naomba uelewe kwamba nimesema kwamba maneno ya Mungu yamesema hivi, heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Na tukasoma kwenye misali ya kwamba linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana huko ndiko zitokako chemichemi za uzima. Na kwa sababu sasa moyo haushikiki, na kwa sababu moyo hauwezi ukautambua bila kubebwa na ufahamu, na bila ufahamu kudhihirishwa na mawazo na fikra, hauwezi ukajua usafi wa moyo, na hauwezi ukajua kuulinda moyo. Yanda makapari ya manduru busatata. Nimesema hivi, narudia tena, kama moyo haushikiki, hauwezi ukautambua moyo. Na kama hauwezi ukautambua moyo, hautajua usafi ulioongelewa kwenye maandiko matakatifu kwamba heri wenye moyo safi. Hautajua kwamba wewe una moyo safi ama hauna, bila kujifunza ufahamu, mawazo, fikra, nia na dhamira. Yanda mashukuru masika ramasata. Kwa hiyo hapa lengo la somo sasa ni ili kwenda kujua moyo kupitia mawazo na fikra. Rakapasiti yanduru na mashika paramasata ramanduru mashaka ramasiki pira masatata. Twende pole pole. Utambulisho wa nafsi ya mtu au moyo ni ufahamu wake, na utambulisho wa ufahamu ni mawazo yake na fikra zake alizonazo mtu. Yakapara masatata. Twende pole pole kwamba utambulisho wa nafsi ya mtu au moyo wa mtu ni ufahamu wake, na utambulisho wa ufahamu umebebwa na akili, na akili inadhihirishwa na mawazo na fikra na nia. Yakapara basetirire mashaparaba yara makapara barabasatara barabashapa hera mashandara maramakapara barabasetiri biribishapa. Kabla hatujaendelea paka hapo utakuwa umepata point. Naomba sasa tufanye kitu kwa kitendo. Tufanye ile jambo kwa kitendo. Hebu rudi ndani yako. Rudi ndani ya moyo wako. Na huo moyo wako sasa utakudhihirisha na tafakari. Hebu jaribu kutafakari. Ya tafakari tu mawazo ambayo wewe waga huwa unawaza. Tafakari kila wazo ambalo huwa unaliwaza kwenye kila dakika, kwenye kila sekunde. Yani hilo wazo tafakari sasa. Yale mawazo yote yanayopita, zile fikira zako zile, ile nia yako ile, yale makusudi yako yani zile nia yako, nia dhamira, ukijumlisha kwa pamoja tunapata makusudi yale ambayo aliyaona Mungu akasema ya kwamba kila kusudi analoliwaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Rakapashandara barabasitiriri kapa yakaparabasandara barashapa yarabatatata yakaparabasiti. Hebu soma Mwanzo sura ya 8 mstari wa 21. Neno la Mungu linasema hivi, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Mungu akusema matendo ya mwanadamu. Mungu alisema mawazo ya mwanadamu ni mabaya tu toka ujana wake. Hebu sasa, yani moyo, yalimaanisha kwamba moyo wa mwanadamu ni mchafu tu toka ujana wake. Hika para barabara satata shandara barakapa. Naomba sasa utafakari sasa, kabla hatujaendelea, kabla hatujaenda sana, kwa sababu mwanzo, kumbuka nimesema ndani ya mtu kuna ulimwengu, ndani ya mtu kuna himaya, ndani ya mtu kuna nchi. Hiyo nchi sasa ndio inajalisha utakatifu wa mtu, ndio inajalisha uovu wa mtu.
kila unachokiwaza, kila unachokifikiria, kila unachokinia kinatoka ndani ya moyo wako na ni sehemu ya moyo wako, na hicho kitu ni wewe. Yakapara masetete, hicho kitu ni wokovu wako au ubatili wako. Rakapasutu shandarabaraba. Kwa hiyo sasa, wokovu, kusema umeokoka, ni ule usafi wa kila kitu unachokiwaza. Kila kitu unachokiwaza kisichotokana na Mungu ni uchafu mbele za Mungu. Kila kitu unachokiwaza, kila kitu unachokifikiria, kila kitu unachokinia, kila kitu unachokikusudia kisichotokana na Mungu, hauwezi ukawa ndani ya Mungu na hauwezi ukatembea na Mungu, na wewe utaonekana ni mchafu mbele za Mungu. Kwa nini? Una ulimwengu mchafu ndani yako. Naomba tuende polepole tena. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, na heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ndani ya moyo wa mtu kuna ufahamu. Ndani ya moyo wa mtu kuna ufahamu. Hebu soma Misali sura ya 16 na ule mstari wa 22. Maneno ya Mungu yanasema hivi kwamba ufahamu ni chemichemi ya uzima kwake aliye nao, bali kufundishwa kwa wapumbavu ni upuzi wao. Ufahamu ni chemichemi ya uzima kwake aliye nao. Kumbe sasa nimesema kwamba ndani ya moyo kuna ufahamu. Tarudi kwenye pale Misali sura ya 4. Misali sura ya 4 na ule mstari wa 23 kwamba tumesema hivi, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ina maana chemichemi ni nyingi. Moja ya chemichemi inayotoka ndani ya moyo ni ufahamu. Kwa nini? Kwa sababu ni sawa na Misali sura ya 16 na ule mstari wa 22. Neno la Mungu nasema hivi kwamba ufahamu ni chemichemi ya uzima. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, kwa maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Ndiko. Kumbe moyo wenyewe sio chemichemi ya uzima, ila tu kile kinachotoka ndani ya moyo. Ndani ya moyo kuna nini sasa kinatoka? Ndani ya moyo hutoka ufahamu, na ufahamu huu kumbe ni moja ya chemichemi ya uzima iliyoko ndani ya moyo. Rakapasiti. Twende polepole. Kwa hiyo ufahamu ni chemichemi ya uzima iliyoko ndani ya moyo. Kwa hiyo mtu ni ufahamu. Kwa nini mtu ni ufahamu? Kwa sababu ufahamu ni chemichemi ya uzima. Yara capacity. Kwa hiyo twende sasa tuangalie kidogo, alafu tuendelee wakati ujao. Naomba tuangalie hapa kidogo, alafu tuendelee wakati ujao. Maana nyingine ya ufahamu ni roho inayompa mtu kutambua na kuelewa kinachoendelea ndani yake na nje yake. Yaani ufahamu ni roho, ni chemichemi ya uzima inayompa mtu kuelewa na kutambua kinachoendelea ndani yake na kinachoendelea nje yake. Kwa hiyo sasa ule uwezo wa kutambua kinachoendelea ndani yako kinaendana na Mungu ama kiendani na Mungu ni ufahamu. La capacity lilikapa. Lakini pia ufahamu ni uwezo wa kujua wewe ni nani. Yaani uwezo tu wa kutambua wewe ni nani inahitaji ufahamu. Uwezo wa kutambua wewe umetoka mbinguni, wewe ni Mungu, wewe ni mwana wa Mungu, ni kinahitaji ufahamu. Ya kaparabasetiriri kapa. Ya rabarabasetiriri kapalaba. Lakini pia ufahamu ni roho ya utambuzi. Ufahamu ni roho ya utambuzi. Naomba uyashike sana haya, kwa sababu haya sasa ndiyo yatatusaidia kulinda sana moyo, na ndiyo yatatusaidia kutengeneza moyo wetu uwe safi ili tumuone Bwana. Ya basata kapara mashapa. Marko sura ya 5 na ule mstari wa 30
mstari wa 30 neno la Mungu linasema hivi kwamba mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake. Kwa hiyo kile ambacho kilimsaidia Yesu kufahamu kinachoendelea nafsini mwake ni nini? Ni ufahamu. Ni ufahamu. Kwa hiyo kumbe ufahamu ni roho ya utambuzi. Kutambua ndani yako kuko sawa, ndani yako kumepungua, ndani yako naishi na Mungu, ndani yako mashetani yanakaa, ndani yako asili ya familia inakaa, ndani yako kuna madhabahu za giza zinakaa, ndani yako kuna uovu unakaa, ndani yako kuna uchafu unakaa. Kwa hiyo inahitaji nini? Inahitaji ufahamu. Ya kapara basetiriri kapa. Lakini pia ufahamu ni roho ya ufunuo unaokupa kuona. Yani kumbe ufahamu ni roho ya ufunuo inayokupa kuona, kusikia, kufikiri na kupata uzoefu fulani. Yarakapa. Kwa hiyo ufahamu unakupa wewe kuona. Kama hauoni ina maana kuna shida fulani. Yani kuona, kusikia, kufikiri na kupata uzoefu fulani. Kwa hiyo kama ni hivi sasa, kusikia sauti ya Mungu inatokana na ufahamu. Kuona maono inatokana na ufahamu. Rapa seti rama shapa. Fungua Misali sura ya 9 mstari wa 10. Misali sura ya 9 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima, na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Hebu fungua Waefeso sura ya 1. Waefeso sura ya 1 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Kumjua mtakatifu ni ufahamu, na Mungu awape roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Kumbe ufahamu ni roho ya ufunuo inayokupa wewe kutambua. Ina maana kumbe kumjua mtakatifu inahitaji ufahamu uwe safi. Kama ufahamu hauwi safi, utasoma maandiko na usiweze kumjua mtakatifu. Kumbe kumjua Mungu, kujua ibada, kujua nini unatakiwa kufanya, kujua majira ya kuja kwake Yesu Kristo, kujua malaika, kujua ulimwengu wa roho, inahitaji roho ya ufahamu ambayo ni ufunuo unaokupa wewe kuona. Yani ili ujue kitu lazima uone. Kumuona Mungu inahitaji kumbe ufahamu. Kumsikia Mungu inahitaji ufahamu. Kupata uzoefu wa kutenda mambo ya kimungu kunahitaji ufahamu, na huo ufahamu ni roho ya ufunuo inayokupa wewe kitu kama hicho. Yanda kaparabaraba setiriri. Hatuwezi kuendelea. Naomba basi tuishie hapo ili tuendelee sehemu ya pili, na usiache kunifuatilia katika sehemu inayofuata ili tuweze kujifunza zaidi na tuweze sasa kuwa na ufahamu safi ambao unakufanya uwe na moyo safi utakao kuwezesha kumuona Mungu. Amen, amen. Mungu akubariki sana. Unaweza kusapoti huduma hii kwa kutoa sadaka yako kwa namba zifuatazo: 0743595512. Ni mtumishi Stefano Makoye. Unaweza pia kutumia namba hiyo kwa mawasiliano, kwa ushauri, maombi na vitu kaza wa kaza. Mungu akubariki sana. Amen, amen.